Katika mwaka wa fedha 25/26 halmashauri ya jiji la Dodoma ilikadiria kukusanya jumla shilingi bilioni 164 kutoka katika vyanzo mbalimbali vya mapato, na kwa kipindi cha kuanzia Julai hadi Disemba 2025 jumla ya shilingi bilioni 85.8 sawa na 52.1% ya makisio ya mwaka imeweza kukusanywa. Naomba tuende hapa kwenye lile jedwali. Tukiangalia mapato ya ndani tumekasimia jumla ya shilingi bilioni 71.6, lakini kwa kipindi cha Julai hadi Disemba tumekusanya jumla ya shilingi bilioni 32.5 sawa na 45%. Na hapa tulitakiwa tuwe na 50% au zaidi ya 50%. Kwa hiyo ni rai yangu kwa niaba ya mwenyekiti wa kikao hichi, wote kwa umoja wetu tushirikiane kuhakikisha mapato yote yanayotakiwa kukusanya yanakusanywa na kuzuia upotevu wa vyanzo vya mapato. Ndio swala letu la kwanza la kuhakikisha kwamba halmashauri inaweza kufikia malengo yale mambo yote iliyoweza kujiwekea. Naomba tuje kwenye matumizi kwa kipindi cha miezi 6. Kwa kipindi cha Julai hadi Disemba matumizi yamefikia jumla ya shilingi bilioni 64.2 sawa na 39% ya makisio kwa mwaka husika, na mchangano wake wa hilo jedwali umeainishwa kwenye ukurasa ule wa 11. Ndugu mwenyekiti, pia katika utekelezaji wa bajeti tuna mafanikio. Hapa tumejaribu kuangalia kwanza mafanikio kwa upande wa stahiki, especially kwenye division yetu ya utawala. Tumeona kuna likizo za watumishi zimeendelea kulipwa, zinaendelea kulipwa. Tuko katikati ya mwaka, zinaendelea kulipwa. Naomba nieleweke, zinaendelea kulipwa. Pia watumishi 157 wameweza kulipwa malimbikizo ya mishahara is arrears sawa na jumla ya shilingi bilioni 172.7. Hiyo kwa kweli naomba ulianzisha lipigilio tena makofi. Kwa sababu arrears zilikuwa ni changamoto na tumeendelea kuzilipa. Na uzuri hapa kwa kweli ili swala limeshikiliwa kipaumbele sana na management. Pia watumishi wameweza kulipwa malimbikizo ya mishahara kama tulivyosema. Tumeweza kulipa madeni ya watumishi jumla shilingi milioni 482.9 na hii pia ni endelevu. Tumeweza kulipa posho za madiwani, tumeweza kugharamia vikao vyote, tumeweza kulipa fedha za uendeshaji kwenye ngazi ya kata, lakini pia tumeweza kulipa kata posho za madaraka hapa kwenye division ya utawala. Ndugu mwenyekiti, kwenye upande wa mipango tumeonyesha pale malipo ambayo yameweza kufanyika ni stahiki, lakini tuna pia ada ya mafunzo kwa baadhi ya watumishi. Division ya kilimo pia tumeona amezingatia likizo kwa watumishi, ameweza kuzingatia pia mafunzo kwa watumishi. Tukija division ya elimu msingi tumeweza kulipa likizo kwa walimu 1332, jumla shilingi milioni 304 zimeweza kulipwa kwa walimu. Pia tumeweza kulipa nauli ya kusafirisha mizigo kwa wastaafu 131 ambapo jumla shilingi 398 imeweza kulipwa. Uhamisho wa watumishi tumeweza kulipa milioni 51 pale, na matibabu kwa watumishi tumeweza kulipa pia milioni 8. Na hivyo kufanya kwa upande wa elimu ya msingi na awali na msingi tumeweza kulipa kwa miezi 6 jumla shilingi milioni 594.2. Maendeleo ya jamii tumeona pale stahiki zao zilipolipwa. Kwa upande wa afya tumeona matibabu ya watumishi yamelipwa pale, uhamisho wa watumishi yamelipwa, likizo kwa watumishi zimelipwa pia. Division ya elimu sekondari pia tumeona fedha zimeweza kulipwa kwa ajira mpya. Sasa hivi tunahakikisha kwamba ajira mpya wanapoajiriwa stahiki zao tunaweza kuwalipa kwa wakati, na hili limezingatiwa kama ambavyo vimeainishwa pale. Likizo kwa walimu tumelipa jumla shilingi milioni 78, uhamisho wa walimu 18 tumelipa jumla shilingi milioni 45, na pia tumeweza kale katemu sikasemage, lakini ndio hivyo napo tumelipa pale milioni 3. Tukija kwenye kitengo cha uhasibu tumeona malipo yaliyofanyika pale ikiwa pamoja na gharama za likizo. Kitengo cha tehama tumeona pale kukiwa na malipo na stahiki za baadhi ya watumishi, na kitengo pia cha ugavi napo tumeona na stahiki baadhi ya watumishi. Kiujumla bajeti hii tunayotekeleza tumezingatia stahiki za watumishi mbalimbali na tunaendelea kulipa stahiki hizo kulingana na upatikanaji wa fedha na pia fedha zinazoletwa toka serikali kuu.